Palitokea na kijiji kimoja kilichoitwa kijiji cha Mtofaa. Kijiji hiki kilikuwa na mandhari nzuri sana iliyovutia hata watu kutoka maeneo mengine. Pia kijiji hiki kilikuwa na ziwa moja kubwa lililojulikana kama Ziwa Elemora. Kulikuwa na kitu kimoja cha kushangaza sana katika kijiji hiki. Usiguse maji ya ziwani pale jua linapozama. Hii ilikuwa ni tamaduni kubwa sana katika kijiji hiki cha Mtofaa. Maji kutoka ziwani hayakuguswa kabisa pale usiku ulipoingia. Wavuvi hawakuvua samaki usiku. Hakuna aliyesubutu kuchota maji haya wakati wa usiku wala kuyatumia kwa chochote. Kila mwanakijiji alijitahidi sana kuheshimu tamaduni hii, ikiwemo wakubwa na watoto. Wengi walitamani kujua ni kwa nini tamaduni hii ilikuwepo kijijini, lakini wazee waliishia kusema hakuna anayejua na atakayekiuka yatampata mambo ya kutisha. Siku moja kijana aliyeitwa Daniel pamoja na kaka yake Thomas walikuja katika kijiji hiki kumwona bibi yao ambaye alikuwa anaumwa. Majira ya jioni waliwasili kijijini na walifika kwa bibi yao aliyeitwa Bibi Elina. Walikaribishwa kwa furaha sana na walikaa pamoja kupata chakula cha jioni. Kitu cha kwanza Bibi Elina kuambia Daniel na Thomas ilikuwa ni kuhusu tamaduni kubwa ya kijiji hiki. Aliwaambia kuwa wanaweza kwenda ziwani mchana tu, ila usiku unapoingia wasithubutu kuenda wala kugusa maji ya ziwani. Wote walielewa vizuri na kuendelea kula. Daniel na Thomas walikaa kijijini huku wakishuhudia ni jinsi gani wanakijiji wote walijikinga na kugusa maji ya ziwani pale giza lilipoingia. Siku zilizidi kusonga mbele. Daniel na kaka yake walizidi kuzoea maisha ya kijijini. Lakini Thomas alikuwa ni kijana wa kisasa ambaye hakuamini mambo ya kitamaduni. Alihisi huenda watu wanaogopa kugusa maji ya ziwani usiku kwa sababu ni hadithi tu walizosimuliwa na wazee wao. Siku moja majira ya usiku, watu wakiwa wamelala, Thomas yeye hakulala. Alionekana ni mtu mwenye mawazo mengi sana. Aliamua kuamka taratibu na kutoka nje. Kijiji kilikuwa kimetulia sana. Sauti za wadudu na upepo vilitawala kijijini. Kijana Thomas alifikiria kuelekea ziwani. Alichukua simu yake ya mkononi na taratibu alianza kutembea kwa umakini sana. Baada ya dakika chache, Thomas alifika ziwani na kukuta maji yakiwa yametulia sana. Pia kulikuwa na kamba nyekundu zilizowekwa kama uzio ili kuzuia watu kupita wakati huo. Hii ilikuwa ni desturi ya wavuvi kufanya hivi ilipofika jioni. Thomas alikata kamba zile na taratibu alianza kusogelea maji. Aliyatazama maji kwa umakini na aliingiza mkono wake wa kulia katika maji. Akiwa katika hali ya kujiuliza kuwa ni nini kitatokea, ghafla mikono miwili ilitoka katika maji ikijaribu kumvuta ndani. Thomas alishtuka na kuanza kupiga kelele za msaada. Mikono ile ilimshikilia kwa nguvu, lakini Thomas alijitahidi kwa nguvu zake zote na kujitoa. Alikimbia bila kugeuka nyuma, huku akitetemeka mwili mzima. Alipofika nyumbani aliwakuta Daniel na bibi yake wakiwa wameamka, kwani walikuwa wanamtafuta yeye. Walipoona hali ya Thomas, walimuuliza kuwa ametokea wapi, lakini Thomas alikuwa akitetemeka sana kutokana na uoga. Thomas aliamua kuwaambia kuwa alitoka na kuelekea ziwani na aliona mikono miwili ya kike ikijaribu kumvuta ndani ya maji. Bibi yake aliposikia haya, aliwaambia wote kuwa kuna sababu ya wanakijiji kutogusa maji ya ziwani usiku na wala sio hadithi tu. Basi walikaa chini na kumpatia Thomas chai ya moto anywe ili aache kutetemeka. Na baada ya muda Thomas alikaa sawa na kuingia chumbani kulala. Daniel alibaki na bibi yake na alimuuliza, "Bibi, hivi Thomas atakuwa sawa baada ya kugusa maji hayo?" Bibi yake alifikiri kwa muda na kusema, "Hilo ni swali gumu mjukuu wangu, ila tunatakiwa kuamini kuwa yuko salama mpaka sasa." Waliongea mengi na hatimaye jua lilichomoza na wanakijiji walianza kuamka. Daniel na bibi wao walienda shambani, lakini Thomas yeye aliogopa hata kutoka nje, hivyo alibaki ndani. Maswali mengi alikuja kichwani mwake. Mikono ile ni ya nani? Kwa nini yupo katika maji yale? Anataka nini kwa wanakijiji? Je, niko salama mimi? Haya alikuwa ni maswali aliyojiuliza Thomas. Uoga ulimjaa moyoni baada ya kugusa maji yale usiku. Aliendelea kujipa matumaini kuwa yuko salama kabisa. Shughuli za siku ziliendelea kama kawaida. Kila mmoja alifanya majukumu yake ya kila siku. Lakini jua lilipozama, Thomas alianza kuhisi kiu ambayo hakuwahi kuihisi kabla. Alijaribu kunywa maji mengi lakini bado kiu hiyo haikumwachia. Usiku ulipoingia, Daniel na bibi walilala lakini Thomas hakupata usingizi kabisa kutokana na kiu aliyokuwa nayo.
Katika masikio yake alianza kusikia sauti laini ya kike ikimuita, njoo, njoo unywe maji. Sauti hii haikuwa tu sauti, bali ilimshawishi Thomas kuifuata. Kwa sababu Thomas alikuwa na kiu, aliamua kuifuata sauti ile taratibu. Aliamka na kuanza kutembea kuifuata sauti hiyo ya kike, bila kujua ilikuwa ni ya nani. Thomas alihitaji maji kwa muda huu kuliko kitu kingine. Maji ya kawaida hayakuweza kabisa kutuliza kiu ya Thomas. Alizidi kuifuata sauti ile ya kike, na hatimaye sauti ile ilimpeleka hadi ziwani. Alisogea katika maji, na alipotazama katika maji, aliona taswira ya binti mrembo sana ikimwambia, kunywa maji. Thomas alipiga magoti na kupeleka kinywa chake taratibu katika maji. Lakini ghafla mikono miwili ilitoka tena katika maji, ikimvuta Thomas. Thomas alijaribu kujitoa, lakini muda huu mikono ile ilikuwa na nguvu sana. Alipiga kelele lakini haikumsaidia, kwani baada ya muda tayari alishavutwa ndani ya maji na kupotea kabisa. Maji yalitulia kama vile hakuna kilichotokea. Hakuna aliyeshuhudia jambo hili la kutisha. Asubuhi ilifika. Daniel na bibi yake waliamka, lakini hawakumwona Thomas. Walijaribu kumtafuta lakini hawakumpata. Hofu ilianza kuingia moyoni. Walitazamana huku kila mmoja akijisemea moyoni, huenda kitu kibaya kimemkuta Thomas. Waliamua kuenda kwa mzee wa kijiji kutoa taarifa. Walimwelezea kila kitu kuhusu Thomas, na mzee yule aliwaambia kuwa hakuna mtu aliyewahi kugusa maji ya ziwa usiku na akabaki salama. Wengi wao walipotea bila kujulikana ni wapi wamekwenda. Taarifa hizi ziliwaumiza sana Daniel na bibi yake. Waliuliza kuwa kama kuna njia yoyote ya kumpata Thomas, lakini mzee yule alisema kuwa hawakuwahi kujua chochote. Walirudi nyumbani na wasiamini yale waliyoyasikia. Ilikuwa ni maumivu makubwa sana. Yuko wapi Thomas? Haya ni maswali aliyojiuliza Daniel. Nyumba ilitawaliwa na kimya na huzuni. Baada ya siku kadhaa, kijana Daniel alimfuata tena mzee wa kijiji na kumuuliza kuhusu hadithi nyuma ya maji ya ziwa Elmora. Alihisi kuwa huenda angejua suluhisho la kumpata ndugu yake endapo angejua chanzo cha ubaya wa maji ya ziwa hilo. Mzee alimwambia kuwa hajui hadithi kamili ya ziwa hilo, ila alimwambia aende katika kijiji cha Mwangani na amtafute mzee aliyeitwa Mzee Harun, na hapo atapata hadithi kamili ya ziwa la ajabu. Daniel baada ya kusikia haya hakuuliza tena, bali aliondoka na kurudi nyumbani. Alimweleza bibi yake kuhusu mambo aliyoambiwa na mzee wa kijiji, na upesi alianza kujiandaa na safari ya kuelekea katika kijiji cha Mwangani. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, alimwaga bibi yake na upesi alianza safari yake. Alibeba mfuko mdogo wenye chakula na upesi alishika barabara bila kugeuka nyuma. Baada ya masaa kadhaa njiani, Daniel aliwasili katika kijiji cha Mwangani. Kilikuwa ni kijiji kizuri chenye watu wengi. Alipoulizia kuhusu Mzee Harun, hakupata shida kumpata, kwani alikuwa ni mzee maarufu sana katika kijiji hiki. Alipelekwa hadi mahala alipoishi, na hapo Daniel alikaribishwa vizuri na waliketi chini, kisha alianza kumwelezea mzee huyo shida yake. Mzee Harun aliposikia haya, alimwonea sana huruma na upesi alianza kumsimulia kisa cha kutisha nyuma ya ziwa lile la ajabu kijijini kwao. Ziwa ambalo lilimpoteza Thomas. Alimchukua Daniel na kumpeleka katika mti mmoja mkubwa na kumwambia kuwa hili ni kaburi la mwanamke mmoja aliyeitwa Naomi. Miaka mingi iliyopita katika kijiji cha Mtofaa, palikuwa na binti mmoja mrembo sana aliyeitwa Naomi. Naomi alizaliwa katika familia masikini na alikulia katika mazingira ya hali ya chini sana. Lakini alipokuwa mkubwa, alitamani sana kuwa mwanamke mwenye maisha mazuri. Aliamua kutumia uchawi ili kupata utajiri alioutaka. Alitafuta mganga wa jadi na kumweleza shida yake. Mganga alimwambia kuwa mizimu inahitaji atoe kafara ya kipekee ili impatie utajiri. Naomi aliamua kutoa kizazi chake kama kafara ili apate utajiri. Yaani Naomi alitoa sadaka uwezo wake wa kupata mtoto. Baada ya muda, mambo yalienda kama Naomi alivyotaka. Alipata utajiri zaidi ya alivyotegemea. Pia alijipatia umaarufu kutokana na utajiri wake. Lakini kila mwanaume aliyekuwa na Naomi alimwacha kwa sababu hakuweza kumpatia mtoto. Wanaume wengi sana walishindwa kuwa na Naomi. Siku zilivyozidi kuenda, Naomi alizidi kukosa furaha ingawa alikuwa na utajiri mkubwa sana. Tabasamu lilianza kupotea usoni mwa Naomi. Uvumilivu ulimshinda na aliamua kurudi kwa mizimu kuiomba imrudishie kizazi chake. Alilia sana na mizimu ilikubali, ila ilimwambia kuwa itampatia watoto wawili na mmoja lazima atolewe sadaka na mwingine atabaki ila hatopata upendo katika maisha yake. Naomi alikubali bila kuuliza.
Baada ya mwaka mmoja, Naomi alijifungua watoto wawili wa kike. Walikuwa ni mapacha waliofanana sana. Mmoja alipoteza maisha pale alipozaliwa tu na mwingine alibaki salama. Hili alikumshtua Naomi kwani alishajua kuwa litatokea. Baada ya kula kiapo na mizimu, ilikuwa ni furaha sana kwa Naomi kubaki na mwanae mmoja na alimpa jina la Lydia. Lydia alibaki hai, lakini mizimu ilisema kuwa hatupata upendo wowote katika maisha yake. Miaka ilisonga mbele. Maisha ya binti Lydia hayakuwa kama maisha ya wengine. Hakuwa na rafiki wala yeyote aliyempenda Lydia zaidi ya mama yake. Alipotoka nje alitembea peke yake, aliongea peke yake. Hakuwa na wakaribu. Hili lilikuwa ni mzigo kwake Lydia. Alishuhudia mabinti kama yeye wakipata waliowapenda, lakini yeye hakuwa na yeyote. Moyo wake kulikuwa na kiu ya upendo. Alizunguka kwa kila mganga, lakini hakuna aliyeweza kumsaidia. Lydia alipoteza tabasamu usoni. Machozi na mawazo ndivyo vilikuwa rafiki zake. Siku moja usiku, Lydia alikuwa amekaa ufukweni mwa ziwa akiwa analia sana. Alitamani kupata japo upendo mdogo sana, lakini kwake haikuwezekana. Aliona huenda akijiingiza katika maji na kuangamia ndiyo itakuwa pumziko la nafsi yake. Alisimama kwa ujasiri na bila kusita alianza kuingia katika maji ya ziwa na kuelekea katika kina kirefu sana. Machozi yake yalichanganyikana na maji. Maji yalizidi kummeza Lydia. Alihangaika hadi pale alipopumua pumzi ya mwisho katika maji ya ziwa hilo. Lakini mambo hayakuwa kama alivyotarajia. Japo Lydia aliona kuwa hii itakuwa pumziko la amani kwake, lakini roho ya Lydia ilibaki na uchungu ule ule iliyokuwa nao akiwa hai. Aliendelea kulia akitamani upendo. Roho yake ilitembea ziwani huku na kule bila kupata aina yoyote ya upendo iliyoutaka. Baada ya muda mrefu, Lydia alichoka kuwa peke yake ziwani, kwani hakuweza kutoka nje ya ziwa. Hivyo aliamua kuanza kutafuta roho zingine za kuwa nao pamoja ziwani. Tangu siku hiyo jua lilipozama, Lydia angemvuta ndani ya maji mtu yoyote aliyegusa maji hayo na roho zao zikawa pamoja. Kila aliyegusa maji ya ziwa hilo wakati wa usiku aliishia kupotea. Wanakijiji wengi sana walipotea, na wengine walipogundua hilo walijikinga na maji hayo wakati wa usiku. Japo Lydia aliwapoteza wengi sana, lakini bado hakupata upendo aliyoutamani. Aliahidi kuwa ataendelea kupoteza watu wengi hadi pale atakapopata kile anachokitafuta. Hakika kisa hiki ni cha kusikitisha sana. Daniel alisikia hadithi kamili ya ziwa Elmora na chanzo cha watu kupotea. Aliumia sana. Alimuuliza mzee Harun kama angeweza kumrudisha ndugu yake Thomas, lakini mzee Harun alisema kuwa Thomas hawezi kurudi. Daniel alirudi kijijini kwa bibi yake akiwa na huzuni moyoni. Alisimama pembeni ya ziwa akitamani siku moja nafsi ya Lydia ipate upendo ili iache kuangamiza watu katika kijiji hiki. Ziwa Elmora ilibaki kama alama ya kutisha sana katika kijiji hiki.